Bwana Yesu asifiwe mtazamaji. Karibu sana katika channel yako pendwa Shalom Summit TV, mahali pa kuimarika kimwili na kiroho. Na kama bado hawajasubscribe, basi endelea kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Na kwa siku ya leo tutakwenda kujifunza somo la afya kutoka kwa afisa tabibu lishe kutoka wilaya Same mkoani Kilimanjaro Bi Agatha. Atakwenda kuzungumza zaidi masuala ya afya, na katika somo hili atakwenda kuangazia zaidi katika makundi ya vyakula. Na kabla hatujamsikiliza, basi tutakwenda kupata utangulizi kutoka kwa mchungaji kiongozi kutoka kanisa la TAG Shalom Christian Center. Hivyo ninakukaribisha sana uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Na ninatumaini kwamba katika somo hili utakwenda kujifunza mambo mengi zaidi na utapata maarifa ni kwa jinsi gani unaweza kutumia vyakula, ni kwa wakati gani na kwa nini unatumia vyakula mbalimbali. Karibu sana na Mungu akusaidie uweze kuelewa kile ambacho kinakwenda kuzungumzwa kwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Leo kichwa cha habari cha somo letu ni kuwa na afya katika roho yako na katika mwili wako. Kuwa na afya katika roho yako na katika mwili wako. Linatoka kwenye kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Maandiko yanasema hivi: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwenye kitabu hiki cha waraka wa 3 wa Yohana, huyu Yohana ambaye ndio mwandishi wa kitabu hiki anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mara nyingi sana kwenye makanisa yetu tunafundisha mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho, namna ya kupambana na ulimwengu wa roho, kuingia mbinguni. Na tumefika mahali ambapo ukifundisha nje ya mambo ya rohoni watu wanaona kama unaenda kimwili. Lakini kiukweli binadamu yoyote ana roho na mwili. Binadamu ana roho na mwili. Na hata kama tunapokufundisha mambo ya rohoni, tunakufundisha ukiwa mwilini. Kwa hiyo kuwa na afya katika mwili ni muhimu sana. Hakuna mtu ambaye ananiambia ana afya ya kiroho alafu hana afya ya kimwili na tukamwona yuko sawa. Na ndio maana shetani anajua siri ya mwili. Anajua kwamba akishambulia mwili wako hata maombi huwezi kuomba. Akishambulia afya yako hata biashara huwezi kufanya. Ndio maana mashambulizi kwenye afya ni mengi sana. Kwa sababu mashetani wanajua mwili wako ndio umebeba roho yako. Na huo mwili, pasipo huo huwezi kufanya chochote. Huwezi kujifunza, huwezi kufanya biashara, huwezi kulea familia. Kwa hiyo anashambulia mwili. Kwa hiyo mwili ni muhimu. Na kwa sababu hiyo, vile tunavyo ujali mwili, tunavyojali roho zetu, lazima pia tujali miili yetu. Na tunaijali kwa namna gani? Kwa vitu vingi ambavyo sasa atafundisha mhubiri wa pili. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumeona kwamba sisi kama kanisa tufundishe pia mambo ya afya ya kawaida. Kwa sababu mtu anaweza kuwa na afya ya kiroho nzuri lakini mwilini ameshambuliwa. Na matatizo mengi yanayotokea kwenye miili yetu ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Kuna wengine ni lishe duni, kuna wengine wamekula kupita kiasi. Yaani ukila ukizidisha, ndio maana mimi nashangaa utapiamlo kumbe huko aina mbili. Ule wa kukosa chakula na ule wa kuzidisha chakula. Ukizidisha unaambia pia una utapiamlo. Sasa tukijifunza tutakaa vizuri, tutakaa hapa katikati. Amina. Tutakaa hapa katikati, hatutadhurika, tutakuwa salama. Magonjwa ya kula yamekuwa ni mengi sana. Na ni kwa sababu pia hatujuagi namna ya kula. Amina. Amen. Kwa hiyo tunaye Dr. Agatha, yeye atajitambulisha vizuri zaidi. Yeye ndiye atakayetufundisha leo somo la afya. Amen. Amen. Tusikie na sisi kwa habari ya afya tunatakiwa tuishije. Amen. Amen. Sasa ni wakati wangu mzuri, wakati mtumishi wa Mungu anapokuja Dr. Agatha, tupige makofi. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Agatha Kuya, ni afisa tabibu lishe. Nimeokoka na mpenda Yesu. Kwa hiyo nimefurahi sana kujumuika na siku ya leo.
Nashukuru sana nimepata hii fursa kuongelea masuala ya afya, lakini upande wa kimwili. Kama nilivyojitambulisha, ni afisa tabibu lishe, yaani mimi ni daktari lakini pia ni mtaalamu wa lishe. Kwa hiyo hapa tutapata mambo mazuri, ingawa muda ni mchache, lakini na imani tutaenda sawa. Kwa leo nitaongelea zaidi masuala ya makundi ya chakula. Huwezi kujua utakula nini kama hujui makundi ya chakula ni yapi, ni nini na yanakusaidia nini. Sawa? Makundi yetu ya chakula kama hapo kwenye picha mnavyoyaona yako 6 na yote ni muhimu sana kwenye mwili wetu. Hayo makundi ni kila siku tunatumia hivi vyakula, lakini hapa tunakumbushana, na ukitoka hapa basi siku ya leo basi kajitahidi kile ambacho utakuwa umekipata ukifanyie kazi. Kundi letu la kwanza ni jamii ya nafaka, vyakula jamii ya nafaka, mizizi pamoja na ndizi. Hili kundi linapendwa sana, tunalipenda sana Watanzania. Mtoto anaweza akashindia uji asubuhi, mchana na jioni, si ndio? Lakini sio tu uji anatakiwa ashindie, kuna vyakula vingine. Mtu mzima pia unaweza ukakuta asubuhi amekula chakula cha nafaka, mchana, jioni, yani hivyo. Kwa hiyo hili kundi linatambulika sana kwa kiasi kikubwa, na familia nyingi utakuta kwenye hili kundi la nafaka ndio tuna base, si ndio? Lakini pia ni muhimu kundi hili kama mnavyoona hapo, kwenye nafaka kuna mahindi, kuna mchele, kuna mtama, ambapo unaweza ukatumia kama kwenye uji utatumia itakuwa kama unga, lakini mchele, ulezi. Sasa hili kundi linatupa nini? Linatupa makapi, lakini pia linatusaidia kupata nguvu. Kwa hiyo ni la muhimu sana. Unaweza ukaliruka hili kundi ukasema mimi nafanya diet, lakini hili kundi usipolitumia utakosa nguvu, utashindwa kufikiria vizuri, kwa sababu ubongo unahitaji nini? Unahitaji kufikiria. Kwa hiyo lina umuhimu sana kwenye maisha yetu, lakini tunatakiwa tusizidishe. Kila kitu kinahitaji kuwa na kiasi, si ndio? Yeah. Kundi la pili ni vyakula jamii ya mikunde kunde. Jamani, kuna mtu asiyejua kunde? Maharage. Lakini unakuta hili kundi lina mtu anaweza akatumia kwa kiasi kidogo sana. Na anaweza akatumia tu maharage, lakini kuna vyakula vingine tofauti na maharage ambayo yanakupa protini. Sawa? Ili kundi linatupa protini na ni ya muhimu sana kwenye afya zetu. Ili kundi lina makapi ambayo yanachujika kirahisi kwenye mwili. Ili kundi ni zuri sana pia kwa wagonjwa ambao wana shida ya sukari. Wana shida ya pressure. Makapi yake ni mazuri sana kwenye afya ya moyo, lakini pia inatusaidia kupata protini. Sasa hili kundi, shida inayotokea, unakuta mtoto ana miaka 2 au ana mwaka na miezi 5 au ameshaanza kula, ana miezi 6 na kuendelea. Kiwango atakachokula ni kidogo sana. Unakuta watu wazima ndio watakula. Unakuta nyumbani mmepika ugali, maharage labda na dagaa. Mtoto anashindia uji. Au kama ni ugali atakula ugali na nani kidogo sana. Maharage kidogo, vimchuzi vile. Hapana. Hili kundi lina thamani kubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo unapopika maharage, umetenga unapoweka kwenye sahani yako ile, hakikisha ili kundi ukichukua vile vikombe vidogo vile, at least viwe 2 kwenye sahani yako. Ukishindwa sana, weka kikombe 1.5 au upawa, unachota wa kwanza, wa pili, ukiweza wa pili na unaongeza na nusu. Kwa hiyo jumla hapo ukila utakuwa umepata protini ya kutoka kwenye mimea na
makapi ambayo yanachujika kirahisi kwenye mwili. Mmenipata eh? Kundi la tatu ni vyakula vya jamii ya wanyama. Hili kundi sasa lina mambo mengi na linatumika sana vizuri au vibaya, kwa hiyo linahitaji sana umakini. Kwa nini nimesema hivyo? Hili kundi jamii ya wanyama, tunajua tunakula nyama na nyama zetu zinakuwa za aina mbili. Kuna nyama ambazo tunasema nyama nyekundu na nyama nyeupe. Kuna mtu alishawahi kusikia hiyo sentensi? Halo? Kuna mtu alishawahi kusikia hiyo sentensi? Inachanganya sana. Mtu anajiuliza, hii nyama nyekundu kwani shida yake ni nini? Nyama nyeupe shida yake nani? Kwa nini nyama nyeupe ndio nzuri? Sasa ukitoka hapa utaenda kumshirikisha na mwenzio nyumbani kwamba ili kundi lina thamani kubwa, litatupa virutubisho vya protini. Ili kundi kuna nyama, kuna vitu au bidhaa zinazotokana na wanyama. Lakini hizi nyama ambazo tunaambiwa ni nyama nyekundu na nyama nyeupe, utofauti wake ni nini? Nyama nyekundu ni tunapata kutoka kwa wanyama ambao ni ng'ombe, mnafahamu hilo eh? Haya, mbuzi. Lakini nyama nyeupe tunapata kutoka kwenye vyakula jamii ya samaki, kuku, sawa eh? Sasa faida ya nyama nyeupe ni nini? Nyama nyeupe haina mafuta mengi ambayo hayagandi, sawa eh? Lakini pia nyama nyeupe inatusaidia sana, sasa hapa nitaongea kitaalamu kidogo. Haina myoglobin nyingi kama nyama nyekundu. Nyama nyekundu ina hizo protini nyingi ambazo ukila ukazidisha, zikienda kuchujwa kwenye mwili, tunasema digestion, kwenye mmeng'enyo, zinaenda kuwa nyingi kiasi kwamba zitaenda kuleta shida kwenye nini? Kwenye figo. Ndio maana ni hatari sana kutumia nyama nyekundu kwa wingi. Unaweza ukaona tu kawaida, labda umetumia na upati shida, lakini muda unapozidi kwenda unakuja kujiletea matatizo. Kwa hiyo kwa wiki basi jitahidi ule mara 2 au mara 1. Sijui kama mnanielewa. Kwa sababu mtu mwingine kila siku lazima ale nyama ya ng'ombe au ya mbuzi, si ndio? Kwa hiyo ukitoka hapa ukamshirikishe na mwenzio kwamba nyama nyekundu bana tunaruhusiwa kula, lakini tule kwa kiwango, na kama ni kwa wiki basi tule mara 2. Lakini nyama nyeupe unaweza ukatumia hata zaidi ya mara 2, mara 3, kwa sababu ukila leo maybe samaki, baada ya siku moja ukatumia nini? Lakini kuku sio mwingine, hata kuku mwezi mzima atumii. Kwa hiyo ukipata kuku sawa, lakini ukikosa basi jitahidi hata kwa wiki ule samaki. Na watu wengine wanapenda ile mboga nyingine kitimoto. Sasa na yenyewe ina mafuta mengi, ingawa iko kwenye kundi la nyama nyeupe. Kwa hiyo tunachohitaji ni kuwa makini. Unatumia angalau mara 1, mara 2. Sawa eh? Haya. Ili kundi lina pia vyakula ambavyo vinatokana na wanyama, ni maziwa pamoja na mayai. Sasa maziwa yana thamani kubwa. Kuna makundi maalum yanahitaji sana haya maziwa kwa wingi. Kundi mojawapo ni wazee. Tuna mama zetu huko majumbani, bibi zetu, unakuta unakaa na mama yako ni mzee, maziwa anapewa tu mtoto, lakini mama pia ambaye ni mzee anayahitaji hayo maziwa. Kwa hiyo unapokuwa nyumbani uko na mama yako au mzazi wako ni mtu mzima au yuko mbali, kumbuka hata kumwekea bili ya maziwa, au kama inawezekana
hakikisha kwa wiki angalau mara 3 aweze kupata maziwa fresh au mtindi. Sio, mnanipata? Maziwa yanasaidia sana, yana protini nyingi ya kutosha, lakini pia yana madini ambayo yanamsaidia mtoto na mtu mzima kuweza kukaa sawa. Hello? Mayai ni mazuri sana, lakini pia tunahitaji umakini. Tutumie kwa kiasi, sio kila siku, angalau kwa wiki mara 3. Na mayai haya ukikosa sana ya kienyeji, basi tumia ya kisasa, lakini kuwa makini kwa sababu yale yanakuwa na uzalishaji si mnaujua. Niseme sana, lakini mayai pia yana thamani kwenye mwili. Na tunasema huko pembeni kuna watu wanasema usimpe mtoto yai jeupe ili kile cheupe, mpe kile cha njano, si ndio? Hapana, yaani yai lote kwa ujumla lina thamani. Yai lote kwa ujumla lina thamani. Kwa hiyo unatakiwa ule vyote, kile cha njano na pia kile cheupe, lakini tunahitaji kutumia kwa kiasi kama kawaida, si ndio? Haya, tunaenda kundi la 4, mboga. Hapa kwenye mboga tuna mboga za aina mbili. Tuna mboga zile za kijani. Tuna mboga zile za kijani na mboga ambazo sio za kijani, lakini na zenyewe ni mboga. Ukisema leo nimekula mboga hizi ninazosema, tumezoea kujua kwamba mboga ya majani ndio mboga, si ndio? Lakini mboga ya majani haitoshi. Kuna mboga za aina mbili. Kuna mboga za kijani, lakini pia kuna mboga ambazo sio za kijani, lakini ziko kwenye kundi la mboga. Na mboga hizi tumezoea kuunga kama kiungio. Kwa mfano karoti, bilinganya, nyanya chungu. Lakini hizi zina thamani kubwa sana na zitakiwa kupikwa sana. Yaani ile unakaanga nyanya mpaka unasema ule uwekundu wote utoke. Ile nyeusi, yaani inaenda sasa kukolea, inakuwa tena ile rangi nyekundu inabadilika. Hapana. Tunatakiwa hizi mboga tunazipika, lakini zisiive sana. Kama mboga za kijani. Si mmenipata hapo? Kwa hiyo unapozipika kwa muda yaani unatakiwa upike kwa moto mkali, lakini muda mfupi sana. Kama dakika 3, 4 hadi 5. Kwa hiyo pale ukila utakuwa umepata virutubisho ambavyo vina thamani kwenye mwili wako. Mboga hizi zinatusaidia kupata vitamin, mboga zinatusaidia kupata madini. Haya. Kuna mboga ambazo hatuzipiki. Nani anaweza akagesi ni mboga gani? Mara nyingi huwa hatuzipiki. Na sio za kijani. Hello? Sio za kijani lakini ni mboga. Karibu mtoto pale. Vizuri. Umesema? Vizuri sana. Wote watoto wamejaribu vizuri. Wamesema tango, mwingine amesema cabbage. Jamani, tango ni mboga iko kwenye kundi la mboga. Kwa hiyo ukichukua sahani yako, tumeongelea nafaka, tumeweka kwenye sahani labda wali. Then tukaja kunde tukaweka kwenye jamii ya kunde na jamii ya wanyama. Unaweza ukachagua kimoja wapo, maana vyote vinakupa protini, sawa? Tunakuja kwenye upande wa mboga, ile sahani yako sasa. Ukikata katikati, yote inatakiwa ijae, ile nusu yake inatakiwa ijae mboga. Hizi mboga unaweza ukaweka mboga za kijani, labda mnafu wako, si ndio? Ukakata tango. Kumbuka kuna karoti, kuna bilinganya. Kwa hiyo hivyo vyote vinaweza vikafanya ile nusu ya sahani ikajaa hivyo vitu. Sijui mnanielewa?
Haya, mboga nyingine ambayo sio ya kijani lakini hatupiki mara nyingi ni rosella, choya, rosella. Haya maua mekundu yanaongeza damu, si ndio? Hii nayo ni mboga. Hii ni ya muhimu sana kwa sababu ina madini ambayo yanaongeza damu, si ndio? Lakini tuna uwezo wa kuitumia kama chai, kama kiungio, kama majani ya chai. Si mnanielewa? Unaweza kwa siku unaweza usitumie, yaani usikumbuke kabisa kuitumia. Kwa hiyo ina vitamin C pia. Kwa hiyo ni nzuri sana kuifanya, yaani unaweza ukaitumia kwa nani tofauti. Lakini je, utautumiaje ili upate yale zile vitamins? Unachemsha maji, yanachemka kabisa yale ya chai, alafu ndio unaloweka. Ukichemshia hapo yale madini vitamins, zile vitamin C zinapotea kiharaka. Unanipata Haya. Hiyo tuliongea mboga. Then kundi letu la 5 ni matunda. Matunda yetu yako ya aina 3. Kuna matunda ambayo yana sukari nyingi, kuna matunda yana sukari kidogo, lakini pia kuna matunda yenye uchachu. Sasa sijajua, lakini tunapendelea sana matunda yenye sukari, si ndio? Matunda yenye sukari ambayo yanajulikana sana. Kuna ndizi. Hivi kuna mtu kwa siku anaweza asile ndizi au baada ya siku 2? Ndizi mbivu. Haya matunda yote aina 3 yana thamani. Na sio lazima utumie yote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kwa siku tunashauri angalau ule matunda ya aina 2. Kama mchana umekula tunda labda ndizi mbivu, jioni unaweza ukala chungwa au tunda lingine. Yaani usile, kwa mfano kuna watu wanapendelea salad. Ndio unaweza ukatumia salad lakini sio lazima. Kwa wiki, kwa hiyo kama ukila kila siku matunda ya aina 2, ina maana kwa wiki kama umejipangia una uwezo wa kula matunda tofauti. Sasa matunda haya ambayo yenye sukari ambayo yanajulikana sana tunayajua. Lakini kuna matunda yale ambayo yana uchachu. Moja hapo si chungwa. Lakini pia kuna limao, kuna ndimu, lakini kuna ukwaju. Ukwaju mara ya mwisho mtu kula ni lini? Ni lini mara ya mwisho? Kila siku? Hapana. Lakini lina thamani sana. Ukwaju, ubuyu una vitamin C za kutosha. Na sifa ya vitamin C inaongeza sana kinga mwili. Vitamin C inaongeza kinga mwili sana. Ndio maana mgonjwa mwenye kidonda yaani akitumia vile vitu ni rahisi sana kidonda chake kupona. Lakini vitamin C hata kama unaumwa ugonjwa wowote bado ni nzuri sana, kwa sababu ukiumwa tu kinga mwili zinakuwa zimeshuka. Vitamin C inasaidia sana. Watoto wengi wako kwenye riski ya kupata magonjwa. Kwa hiyo mwanao kwa wiki angalau akitumia mara 2 mara 3 ni nzuri sana kumsaidia. Tunasema watoto wote chini ya miezi 6 na kuendelea. Kwa hiyo huyu mtoto badala ya kumpa juisi ya dukani, unaweza ukamtengenezea juisi ya ukwaju. Lakini pia ukwaju huu na pamoja na ubuyu unaweza ukatengeneza kama chai. Kama rosella ni hivyo waelekeza. Si ndio? Unachemsha zako maji, unachemsha kabisa yanakuwa kabisa yamechemka vizuri. Then baada ya pale unaweka zako ukwaju au ubuyu unakuwa umeloweka. Baada ya muda kidogo itakuwa imejichuja yote, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukanywa kama chai. Jamani, bado nakumbushia kwa baba, usije ukaacha kwa wiki hata hujawahi kunywa chai ya ukwaju ya ubuyu. Kwa sababu wamama huku sisi tunaweza tukala, lakini wewe kwa sababu yaani haukutani navyo sana, unaweza ukasahaulika. Kwa hiyo kwa wiki kama umebarikiwa kupata hii elimu huko nyumbani, hakikisha unamkumbusha mama, jamani wiki nzima hata ukwaju
Sasa hivi vitu vyote ambavyo nimeviongelea ambavyo vina uchachu, vina vitamin C. Hivi vya matunda ambayo yana uchachu yana vitamin C, kumbuka nimewaambia, si ndio? Lakini haya pia yanasaidia kwenye ufyonzwaji wa madini yale madini ambayo yanaongeza damu. Kwa hiyo ukitumia chakula chochote ambacho kinakuongezea damu, usiache kuweka na kitu ambacho kina uchachu kama hivi nilivyowatajia, kwa sababu vitamin C inasaidia ufyonzwaji wa yale madini kirahisi. Si mmenielewa? Leo nimeongea vitu vingi kwa wakati mmoja, lakini natamani sana tutaendeleaga siku nyingine kwa makala ili muweze kuendelea kujua zaidi. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba hakikisha kwamba kama unatumia hivi vyakula, kama una shida ya damu, hakikisha unaweza unaongeza kwenye hicho chakula. Kwa mfano, chakula kimojawapo ambacho kina madini yanaongeza damu ni pamoja na kuna maharage, sawa? Kuna hiyo rozera, kuna nyama ambayo nimesema ile nyama nyekundu. Kwa hiyo supu ile, kwa nini wanatia limao? Watu hawajui kwa nini wanatia limao, lakini ina vitamin C kwenye limao, inasaidia ile ifyonze kirahisi. Sawa eh? Haya. Matunda ambayo tumetoka kwenye yale matunda ambayo yana uchachu. Lakini kuna matunda ambayo yana sukari kidogo. Passion liko kwenye kundi la matunda ambayo yana uchachu. Lakini pia yote matunda yenye uchachu hayana sukari nyingi, si ndio? Lakini ukiangalia papai halina sukari nyingi. Huwezi kulinganisha papai na ndizi mbivu, si ndio? Haya. Lakini kwenye haya matunda kuna changamoto moja kwa wagonjwa wenye sukari. Wengi wanashauriwa na wengi wanajua kwamba hawatakiwi kutumia hayo matunda. Lakini kiukweli kabisa kila mtu kila binadamu anahitaji kutumia vyakula kwenye haya makundi yote niliyoyataja. Kwa hiyo kwenye upande wa matunda, sio ugonjwa wowote sio sababu ya wewe kushindwa kupata tunda fulani. Inategemea kiwango unachotumia na kwa muda gani. Sijui mnanielewa? Sawa. Haya. Tunakuja kundi la 6 ambao ni la mwisho, ni kundi la mafuta. Hapa kwenye mafuta sasa, mafuta yetu tunayoshauri kila mtu atumie ni ya kutoka kwenye mimea. Na mafuta mengi ambayo yanapatikana madukani huko ni alizeti, si ndio? Lakini mafuta unaweza ukapata pia kwenye mbegu. Kwa mfano mafuta ya kwenye karanga. Unajua kwa mfano peanut ile ukinanikwa juu si mafuta yanajitenga. Kwa hiyo mjue karanga ina mafuta mazuri sana kwa sababu ni mafuta ya nini? Ya mimea. Kwa hiyo ile mboga yako ya majani unaweza ukaipika na nini? Na karanga tumezoea. Kuna makweme. Huko ndio yanapatikana sana. Lakini kuna mbegu za maboga. Mbegu za maboga sio uwezi kuchuja mbegu mpaka ukapata mafuta, si ndio? Lakini kuweka tu kwenye chakula ina thamani kubwa. Sasa kwenye hizi mbegu tumezoea wa mama, tunajijua tunatengenezaga lishe za watoto. Watoto wetu wanapata lishe. Lakini pia hii lishe ya mtoto ukiweka mbegu za maboga, ukiweka karanga, zinakuwa zina thamani kwa mtoto kwa sababu pia atakuwa amepata yale mafuta. Lakini kwenye ule uji sasa tena usimwekee mafuta. Kuna wengine wanazoea kuweka mafuta kwenye uji tena wa mtoto. Hiyo sio sahihi. Ukishaweka karanga, umeshaweka mbegu za maboga, hauhitaji tena kuweka mafuta. Lakini pia kiwango unachotakiwa kuweka kinatakiwa kiwe kiwango ambacho kitamsaidia mtoto kupata hivyo virutubisho vya kutoka kwenye hizi mbegu. Na ndio maana tunashauri badala ya kuchanganya moja kwa moja, unatakiwa unasaga mbegu zako za maboga, tena unasagia nyumbani, kwa sababu ukipeleka mashineni zitaishia kwenye nani? Zitaishia kwenye mashine.
Kwa hiyo unasaga, unaweka kwenye kopo chako pembeni, unasaga karanga, unaweka pembeni. Kwa hiyo uji unaweza ukautengeneza wa dona, lakini ukawa wakati wa kumpa mtoto chakula unamkorogea, unachukua vijiko viwili vya karanga, unaweka, unachukua labda kijiko kimoja cha mbegu za maboga, unakoroga, unaweka maziwa, then unampa mtoto. Yaani pale atapata kabisa vile virutubisho vinavyotoka kwenye hizi mbegu, kuliko kusaga moja kwa moja mashineni. Utaki stress. Ukibandika uji, ukiutoa, ukipiga kwenye kombe unampa, hapana. Sijui kama mmenielewa hapo. Kwa hiyo makundi yetu hayo 6 yana thamani kabisa kwenye mwili kwa kila mmoja wetu hapa. Sasa katika haya makundi kuna changamoto kwenye makundi tunatakiwa kila siku angalau upate mlo kamili, na mlo kamili ni unapata kutokana na mchanganyiko wa haya makundi. Kwa hiyo hivi nilivyotoa elimu, ukienda nyumbani jitafakari, je, wiki nzima, kuna kundi moja linajirudia sana? Kwa hiyo kama linajirudia sana, na hii elimu uliyopata unaweza ukaboresha zaidi, ili mwisho wa siku familia iweze kupata vyakula ambavyo isaidia ipate afya ya mwili. Kingine kwenye makundi maalum, kwa mfano watoto, wazee, wagonjwa, wenyewe wanahitaji zaidi. Sawa Ndio maana unakuta kama mtoto asipokuwa makini, mama asipokuwa makini, baada ya miezi 6 akimwanzishia vyakula hivi vya kawaida, mtoto anaweza akaanza kudumaa au akapata utapiamlo. Na mwisho wa siku ukipata utapiamlo lazima uje hospitali. Na tukikulaza hospitali tunaanza kukupa chakula, hamna tiba nyingine. Halo? Yaani ukishindwa kumlisha nyumbani mtoto, tunakuja kumlisha tunakuja kumlisha hospitali. Naye mwenyewe utajiuliza, hivi kweli nimeshindwa kumpa chakula mtoto mpaka inabidi alazwe? Na unajuaje kwamba mtoto mtapiamlo? Ukienda kliniki mwezi wa kwanza, mtoto alikuwa na kilo 6, si ndio? Mwezi wa pili, au mtoto alikuwa na kilo 9. Mwezi wa pili mtoto amerudi ana kilo 8. Mwezi unaofuata wa 3 mtoto ana kilo 7. Jamani, ushtuki? Kwa hiyo baadaye mtoto kuongezeka kilo anazidi kupungua. Kwa hiyo hapo lazima ujue kwamba shida ni kwenye lishe, au mtoto anaweza kawa na magonjwa mengine ambayo yanamsababishia ulaji unakuwa hafifu, au wazazi ambao wameajiriwa au wamejiajiri mwenyewe, unakuta muda mwingi akai na mtoto. Kwa hiyo unajua dada anampa chakula lakini mwisho wa siku kumbe hampi. Kwa hiyo tunahitaji sana kuwa makini, lakini mwisho wa siku lazima upate vyakula kutoka kwenye hayo makundi, na mwisho wa siku upate afya ambayo imeimarika. Asanteni sana.